Baraza la wazee wa Kikuyu lamtambua Gachagua kama kiongozi wao wa kisiasa hasa eneo la Mlima Kenya. Uhuru endelea kuwa mshauri mkuu, ni jambo ambalo limemtia wasiwasi zaidi Rais William Ruto. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Mvutano wa kisiasa unaoendelea katika eneo la Mlima Kenya umeingia sura mpya baada ya baraza la wazee wa Kikuyu kupitia kwa mwenyekiti wao Wachira Kiago kutoa msimamo rasmi kuhusu uongozi wa kisiasa wa eneo hilo kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Katika hatua ambayo huenda ikazidisha mwelekeo wa mabadiliko ya kisiasa, baraza hilo limemtambua aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kama kiongozi wa kisiasa wa eneo hilo, huku rais mstaafu Uhuru Kenyatta akiendelea kushikilia nafasi yake kama mshauri mkuu wa jamii. Tamko hilo limekuja wakati ambapo eneo la Mlima Kenya linakabiliwa na hali ya mgawanyiko wa kisiasa kufuatia mabadiliko ya uungwaji mkono miongoni mwa viongozi wa wapiga kura. Wakati baadhi ya viongozi wa kisiasa wa eneo hilo wanaendelea kumuunga mkono Rais William Ruto, wengine wameanza kuelekeza nguvu zao kwa Gachagua na chama chake kipya cha DCP. Kwa mujibu wa Kiago, jamii ya Kikuyu na kwa upana zaidi eneo la Mlima Kenya linawaheshimu viongozi wote wawili, lakini mustakabali wa kisiasa utaamuliwa na raia wenyewe kupitia mchakato wa kidemokrasia. Ingawa baraza halijapendekeza muungano rasmi wa kisiasa, hatua hiyo ya kumtambua Gachagua kama kiongozi wa kisiasa wa eneo hilo linatafsiriwa na wachambuzi wa kisiasa kama ishara ya kupungua kwa ushawishi wa Rais Ruto katika eneo hilo lililo na idadi kubwa ya wapiga kura. Tamko la wazee limepokelewa kwa hisia tofauti, huku baadhi ya wadadisi wa masuala ya siasa wakiliona kama hatua ya kurejesha udhabiti na umoja miongoni mwa wapiga kura wa Mlima Kenya ambao kwa muda wameonekana kugawanyika kutokana na tofauti zao za kimkakati na kiitikadi. Wapo wanaoamini kuwa hatua hii inaweza kusaidia kusawazisha mijadala ya kisiasa katika eneo hilo, hasa wakati huu ambapo maandalizi ya uchaguzi wa mwaka 2027 yameanza kushika kasi. Kwa upande mwingine, uamuzi huo umeongeza shinikizo kwa kambi ya Rais Ruto ambayo tayari inakumbwa na upinzani mkali kutoka kwa baadhi ya wabunge wa Mlima Kenya wanaojitenga kisiasa. Kumtambua Gachagua kama kiongozi wa eneo hilo ni ishara wazi kuwa baadhi ya viongozi wa jadi wameanza kusogeza mizani ya ushawishi kuelekea kwa Gachagua, ambaye anaonekana kujipanga kama chaguo mbadala kwa jamii hiyo. Kwa sasa ni dhahiri kuwa eneo la Mlima Kenya linajiandaa kwa mwelekeo mpya wa kisiasa, huku wazee wa jadi wakichukua nafasi muhimu katika kujiunganisha na kuunganisha jamii na kutoa dira ya maamuzi. Kadri siasa za kitaifa zinavyoendelea kubadilika, haya basi macho yote yatakuwa kwa Mlima Kenya kuona iwapo hatua hii itaunganisha wapiga kura au kuendeleza mgawanyiko ulioanza kujitokeza baada ya uchaguzi wa mwaka 2022.